Familia ya Humphrey Polepole imefika alipokuwa anaishi balozi wa zamani Polepole kwa lengo la kuhamisha vitu. Makala hii inaeleza tukio hilo, lakini ukitazama mpaka mwisho utakifahamu kikosi ambacho kimetumwa kumtafuta Polepole, ambayo kusema kweli hii ni habari njema. Kwanza tuanze kwa kujibu baadhi ya maswali ambayo yanajitokeza, halafu mwisho tutakitaja kikosi ambacho kimetumwa na familia ya Polepole kwa ajili ya kumtafuta mpendo wao na kuhakikisha anarejea akiwa salama. Swali, kwa nini vitu vinahamishwa? Vitu vinahamishwa kwa sababu nyumba aliyokuwa akiishi Polepole ni nyumba ya kupanga. Kwa hiyo kodi inaisha mwezi huu. Kwa hiyo lazima vitu vihame kwa sababu ile ni nyumba ya kibiashara. Swali jingine, Polepole yuko wapi? Haifahamiki ni nani anamshikilia Polepole. Jeshi la polisi na taasisi za kiserikali kwa ujumla ziliombwa na mahakama zimpeleke Polepole baada ya kesi kufunguliwa, lakini wote walisema hawako naye Polepole. Kila mmoja alijibu kwamba hayuko na Polepole. Kwa mahakama ilishindwa, kwa kesi ikawa imeishia hapo. Sasa kwa hivyo ni kwamba ukiacha porojo za barabarani, hakuna mwenye uhakika wa 100% kuwa Polepole yuko wapi. Kwa mazingira tuliyoyaona, Polepole angeweza kukamatwa na kundi lolote kwa maslahi yoyote yale ya kundi lolote lile. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze sana. Kila siku mimi nafundisha fikra, nafundisha watu kufikiri. Usiwe mtumwa wa fikra za watu wengine. Hebu jaribu kufikiri mwenyewe. Usifikiri kwa njia moja tu kwa sababu fulani kasema hivi na wewe basi usifikirie hivyo. Hebu kaa mwenyewe, fikiria. Kwa mazingira yale tukifikiri pamoja. Sikilize mwalimu. Kwa mazingira yale tukifikiri pamoja, mambo matatu yanawezekana. Tukifikiri pamoja, mambo matatu yanawezekana. La kwanza ni hilo unalolifikiria. Lakini la pili, inawezekana alichukuliwa na genge fulani kwa lengo la kuichonganisha serikali na wananchi, kwa sababu wakati wa kuchukuliwa kwake tuliona zilikuja kutokea vurugu za Oktoba 29. Vipi kama ulikuwa ni mkakati wa genge fulani ambalo lilikuwa nyuma ya yale yaliyotokea Oktoba 29, kutia hasira zaidi kwa wananchi? Vipi kama ulikuwa ni mkakati? Kwa hiyo lazima tujifunze kufikiri. Kazi yangu mimi ni uchochezi, kuchochea fikra, kufanya watu wafikiri. Usipewe tu maneno. Na bahati mbaya baadhi ya watu wanaotoa baadhi ya maneno wanakataza watu hata kusikiliza habari kutoka sehemu nyingine. Nataka wasikilizwe wao tu. Lakini tufikiri, tusiache kufikiri. Tufikiri, usije na jibu moja tu. Lakini tatu, huenda hakuwa yeye, inawezekana. Ama pengine ni mkakati wa kutoweka. Pengine labda kama huenda kuwa yeye, lakini kama alikuwa yeye, pengine ni mkakati wa kutoweka. Kwani chipu inasemaje? Tuliambua kuna chipu. Kwa hivyo yote yanawezekana, lakini nashauri sana tujifunze kufikiri. Fikiri. Tusiwe tu kama microphone tu tusiwe amplifier. Tusichukue tu mambo na kuyapeleka. Fikiri. Ije na mawazo. Na wewe utaniandikia unafikiri nini. Sasa kikubwa zaidi, hakuna kitu ambacho hushindwa. Muda huwa haudanganyi. Muda siku zote hueleza. Kwa hiyo muda unavyozidi kwenda, ipo siku ukweli utafahamika. Kwa hiyo kadri muda unavyozidi kwenda, ukweli utajulikana. Lakini nawaonya sana. Sikilize mwalimu. Nawaonya jambo moja. Tusifikiri jambo moja, tufikiri mambo mengi. Ndipo tunaweza tukapata suluhisho la kweli. Kwa hiyo nawafundisha kuhusu kufikiri. Tufikiri, tusiache kufikiri. Sasa
Tumalize sasa. Kwa kumalizia, niliahidi kwamba nitaeleza kikosi kilichotumwa kwa ajili ya kumtafuta ndugu Humphrey Polepole. Kikosi hatari, pengine kina nguvu kuliko Delta Force. Sasa ni kikosi gani hiki kilichotumwa? Familia ya Polepole imetuma kikosi cha malaika kwenda kumtafuta Polepole, kuzungumza na wanaomshikilia ili waweze kumwachia. Yanaibuka maswali. Jambo hili linawezekana, mwalimu? Hili jambo linawezekana? Kauli hii ni kauli ya kukata tamaa, hasa baada ya juhudi za kibinadamu kushindikana. Hata hivyo, ndiyo njia pekee inayoweza kuwapa faraja watu ambao huwa katika mambo magumu. Ndiyo njia pekee inayoweza ikawaletea faraja ambao wako katika mambo magumu. Tusikilize kikosi kikitumwa kikiagizwa na familia ya Polepole. Nami nakuomba unisikie. Haja ya moyo wangu ipo mbele zako. Malaika ambao ni walinzi wetu tunawatuma. Malaika ambao ni walinzi wetu tunawatuma. Wakazungumze na wanaomshikilia ndugu yetu. Malaika walazimishe aachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Malaika walazimishe aachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Jina lenye mamlaka na uweza. Jina ambalo likitajwa milango ya kuzimu inatetemeka. Jina ambalo likitajwa milango ya kuzimu inatetemeka. Kwa nguvu hiyo hiyo ya jina la Yesu. Kwa nguvu hiyo hiyo ya jina la Yesu. Ikatetemeshe milango ya kibinadamu. Ikatetemeshe milango ya kibinadamu. Iliyomshikilia ndugu yetu hapo. Iliyomshikilia ndugu yetu. Awe huru kwa jina la Yesu. Awe huru kwa jina la Yesu. Inaita damu inayotakasa ya Yesu Kristo. Inaita damu inayotakasa ya Yesu. Yenye uwezo wa kunena mema. Yenye uwezo wa kunena mema. Ikanene sasa. Ikanene sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mara ya pili na mara ya tatu tutafunga. Mungu, tazama lililotokea la ndugu yetu Humphrey. Swali kubwa linaloibuka kulingana na hoja hizi ni kwamba je, Humphrey Polepole atapatikana kweli? Inawezekana kupatikana. Inawezekana kupatikana. Historia inatuambia wako watu wengi sana ambao walitoweka lakini baadaye walipatikana. Elizabeth Fritz alikamatwa na baba yake. Alipotea tangu mwaka 1984 akapatikana mwaka 2008 Austria. Kwa alipotea kwa muda wa miaka 24. Si huyo tu. Jayce Dugard alipotea akiwa na umri wa miaka 11. Akaja akapatikana mwaka 2009. Akiwa amepotea kwa jumla ya miaka 18. Michael Knight, Amanda Bell na Georgina Gina, The Jesus. Wanawake watatu hawa walipotea mwaka 2002 na 2004. Mmoja alitoroka mwaka 2013 na akawapigia simu polisi na kusaidia kupatikana kwa wenzake wengine. Natasha Kampuchi alitekwa akiwa na umri wa miaka 10. Akafichwa lakini alipatikana mwaka 2006. Si hao tu, wako wengi sana. Steven Steiner, Tanya Nicole Kaji. Nenda kafanya uchunguzi wako, kaangalie. Kuna Sean Harbeck, kuna Jamie Cross, kuna Corinne Stanley. Corinne Stanley huyu ni Mwamerika, mwanamke wa Kiamerika. Alipotea kwa muda mrefu sana kutoka mwaka 1977 akapatikana mwaka 1984. Alifanikiwa kutoroka mwenyewe na kupatikana. Kwa hivyo matukio ya watu kutoweka na kupatikana yapo. Kwa hivyo kama unauliza swali, je, Humphrey Polepole atapatikana? Huenda akapatikana. Hakuna lisilowezekana duniani. Kila jambo linawezekana. Niwatakie siku njema.